No, you're saying you're a mental health expert. Champion. Champion. Okay, champion. Why champion? A champion, I think it's somebody who mtu ambaye amepigana vita fulani na aka made it to the finish line. Okay. Yes. Wewe mtoto ngapi kwa familia? Peke yangu. Mtoto kipekee. Okay, unaondoka? 31. Okay. Wow, yes. I love that. Not many women can say their age. Yes, naibu. Mwanangu wanawake kila bana. Lazima mzungushane. Sema how old are you? You can't ask a lady her age. I know. Yeah. Unajua naomba jamani aseme miaka chini zaidi. Wala usiseme sawia au uzidishe umri. Lazima siku zote ilenge inaelekea chini. Umeelewa? Kuna rafiki yangu ananiambia, naambia mbona unashia ukisema umri wako? Wewe kuna hekima. Sasa unajua unapoambiwa una hekima ina maana kwamba umeambiwa wewe mzee. Kula chumvi. Umewa kalenda kadhaa. Anyway, so kama nilivyosema hapo awali kwamba sitatembea msituni. Niliangalia story yako na nikajawa na majonzi sana. Maana kwa kawaida mzazi hususan mama anahitajika kumlinda mtoto wake, kumwepusha na kitu ambacho ni cha hatari, kitu ambacho kitamuathiri kiakili, moyoni, umeelewa? Na story yako ni kwamba unasema mpenzi wa mamako mzazi alikudhulumu kijinsia. I'm so sorry first of all. It's okay. Pole sana. It's okay, asante. Hey, we are starting strong. Asante. Ilikuwaje dadangu? Kwanza kabisa sikujua kuwa kuna uhusiano. Nilikuwa tunamuona nyumbani, nafikiri labda wanafanya biashara pamoja because my mom alikuwa my house boss, like bosi wake mwenyewe, so people would come home questions nini. So nikafikiri labda mtu anamfanyia kazi. Alafu ikawa namuona sana, kuna wakati akaanza kulala nyumbani, nikajiuliza, jamani mtu wa kazi kweli. And then sasa kipindi kuna umri gani? I was not even, nilikuwa nimeingia high school. Okay. Yeah. So you're what, 13, 14? Thereabout. Okay. All I know is I've not hit 16 and definitely not 18. Okay. Sasa, I think eventually, you put 20 together, nikajua basi hao wako pamoja. Wana mahusiano. Na kilala nyumbani analala wapi? Analala chumbani kwa mama ama analala sehemu nyingine? Actually, he rarely spent the night, but alikuwa like, sometimes unapochukua nap. So he was very comfortable. Ndio nikafanya nikajua labda hapa si kazi. Alafu nakumbuka kuna siku alikuwa amelala leo, alafu mama akaniambia nimwamshe, lunch iko tayari. Alafu nikaenda nikamwamsha innocently and he